mtazamaji, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Kokoa Samson, ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dodoma, alimaarufu kama Dodoma. Mimi ni mwanafunzi pale, niko mwaka wa 3, lakini pia mimi ni mwana USCF ambaye ninatumika mahali pale. Sasa kwenye likizo hii fupi tulikuwa na mission ya kwenda Morogoro, vituo viwili, Mvomero na Magolo. Hapa nipo Magolo. Tumekuja hapa mission kama wana USCF kwa ajili ya kuleta neno la Bwana. Mbele yenu hapa ni baba mchungaji na mzee wa kanisa ile ambayo tulikuwa hapa ndani ya siku 5, ndio kama siku ya mwisho ya KKKT Magolo. Baba mchungaji, shikamoo. Yesu sana. Ndio. Baba mchungaji, mimi nikiwa kama mwanafunzi tumekuwa hapa ndani ya siku 4, ndio kama siku 5. Napenda kukuuliza maswali baadhi ili watazamaji wetu ambao wengine hawajaweza kufika au wako maeneo tofauti na hapa ili wapate taarifa. Ndio. Unauchukuliaje huu mkutano? Yani umeuonaje? Unajua watu waliokuja wameleta nini, wamefanya nini? Na labda unaona kuna faida gani kwa mkutano? Kwa kweli ujio wenu watumishi wa Mungu kwamba umekuwa ni faida kubwa katika eneo ambalo mlionifikia. Cha kwanza kabisa nilichojifunza, nimeona watu jinsi walivyofunguliwa, na nimeona mwitiko jinsi ambavyo ulivyokuwa mkubwa na watu wamebarikiwa, na hata tunapoangalia umati tunaona kwamba kufika kwenu ilikuwa ni baraka na kila mtu ameguswa kwa namna yake na mwitiko ulikuwa ni mkubwa. Kwa hiyo niseme tu kati ya mikutano ambayo inakuwepo mahali hapa, unaweza kuwa ni mkutano wa kwanza ambao umegusa mioyo yetu kwa wingi wa mwitiko na watu kufunguliwa na watu kubarikiwa. Amina. Baba mchungaji, nashukuru sana kwa majibu yako. Mungu akubariki. Amen. Lakini baba mchungaji, labda ungejaribu kuwaeleza watu kwamba umeonaje ushirikiano baina ya hawa wanafunzi ambao tulikuja na watu wako ambao wako mahali hapa, waumini, uongozi wako, kiujumla ushirikiano wao ulikuwa? Kwa kweli ushirikiano wao ulikuwa ni mzuri na ninafurahi pamoja ni wanafunzi, lakini niliona jitihada yao. Huwezi kujua kama ni wanafunzi kwa sababu wanafunzi wana tabia zao, lakini kwa hawa nimeona kwamba kwa kweli wako tofauti na wale wanafunzi nao wafahamu. Ushirikiano wao na Wakristo ulikuwa ni mzuri, na nimeona kwamba hata walipokuwa wanapita ushirikiano ulikuwa ni mzuri na nidhamu ilikuwa iko juu. Kwa hiyo mimi naona kwamba kwa kweli kwa namna ilivyo na ushirikiano wao uko vizuri, hakuna shida yoyote. Asante mchungaji. Napenda kukuuliza ushauri kitu, kwa sababu video hii itatazamwa na watu wengi, wengine ni wanafunzi wa vyuo vingine kama sisi na wengine labda ni washirika wa kutoka mikoa mingine tofauti. Unashauri nini juu ya wanafunzi ambao wapo kama sisi, wafanye nini ili labda wafanye kitu ambacho tumekifanya sisi, kitu kama ambacho tumekifanya sisi, au unawashauri nini watu wa mikoa mingine kwamba wakitembelewa na watu wengine ambao wanaenda kufanya kitu kama ambacho tumekuja kufanya sisi, wafanye nini? Kwanza, ushauri wa kwanza kwa wale ambao mnapeleka huduma kwao, wawe na umoja na ushirikiano kama tulivyokuwa mahali hapa tulipo Magole kwa sasa. Na tukionyesha ushirikiano namna hii kwa wale wanafunzi, pia na wataongeza jitihada za kuwa na upendo, maana wanapokuja huku tunawaonyesha kwamba tuna upendo na wanapoonyesha wana upendo. Kwa hiyo ninaamini kwamba hata kule kwingine ambako wanapohitaji kwenda wawapokee kama tulivyoweza kuwapokea na kuwaonyesha ushirikiano kama tulivyoweza kuwaonyesha ushirikiano, maana Biblia inasema ushirikiano unaleta umoja na nguvu. Kwa hiyo kwa umoja namna hiyo ninaamini kwamba tunaweza tukafika mahali tunapohitaji. Asante bwana mchungaji kwa majibu yako sana. Mpendwa mtazamaji, huyu ni mchungaji kiongozi wa kanisa hili, na kama mlivyosikia na ushauri wake ametoa, ameelezea namna ilivyokuwa tulivyofika na tulivyofanya pamoja na ushauri aliotoa. Asanteni sana. Asante sana. Mpendwa mtazamaji, kama tulivyomsikia baba mchungaji tumekwisha kuzungumza naye, basi kidogo tumsikie pia na mzee wa kanisa, mama yetu ambaye ni mzee wa kanisa hili akiongozwa na baba mchungaji huyu, yeye ndio mzee wa kanisa, naye pia tumsikie kidogo. Mama, Bwana asifiwe. Amina. Mama, sisi ni wanafunzi na sisi tunatufahamu, tulikuja hapo katupokea, tumekuwa na wewe hapa ndani ya siku 4
leo ni siku ya 5 tunamalizia mkutano wetu. Ningependa useme jambo lolote kuhusiana na mkutano huu. Umeuonaje? Umeona nini? Unashauri nini? Sisi tumekuja, kuna kitu labda tumeongeza mahali hapa ya hivyo, kama kuna kitu chochote unaweza. Asante mwanangu, mimi nashukuru kwa maswali yako mazuri. Kwa kweli toka mmekuja tunaendelea kuona mkono wa Mungu ukiendelea kuonekana kila itwapo leo. Maana kwanza nina furaha. Tumefurahi jinsi tulivyowapokea na kuwaona. Kweli tumebarikiwa sana na mpaka sasa hivi tunaendelea kubarikiwa, maana hali ya hewa yenyewe tunayoivuta tunaiona ni ya tofauti kabisa na jinsi tulivyokuwa mwanzo. Kwa kweli tunaendelea kuona Mungu, tunaendelea kuona upendo wenu jinsi ulivyo. Kwanza tunajishangaa kwa namna ya upendo mlio nao, ni wa kipekee. Kwa kweli tunawashukuru. Huduma yenyewe jinsi ilivyofanyika imefanyika vizuri, ni kwa viwango vya tofauti kabisa. Kwa kweli tunaendelea kumuona Mungu. Basi mamangu, wewe ukiwa kama mzee wa kanisa, usema neno kuhusiana na wazee wa kanisa wa makanisa mengine, maana yamkini kuna wazee wa kanisa wa makanisa mengine tofauti na hili wanaweza wasiwe na hiki ambacho nyie mmekuwa nacho, kwa sababu ukweli tangu tumefika mahali hapa tumepokelewa vizuri sana, tumeishi vizuri sana, mmekuwa nasi, yani hivyo. Unaweza kushauri jambo lolote kuhusiana na wazee wa kanisa wa makanisa mengine? Asante mwanangu. Mimi nawashauri tu wazee wenzetu wa makanisa mengine, kwa kweli tuwe na maono, tuwe na mafunuo ili tuendelee kuziteka baraka za Bwana kupitia vijana wetu. Maana vijana wetu kwa kweli mmetufurahisha sana sana, naongea sana. Maana tumeenda kuona mkono wa Mungu kweli ukitenda, jinsi ya ushirikiano wenu, upendo wenu, umoja wenu. Kwa kweli tumebarikiwa, mna upendo ambao ni wa nguvu, upendo wa agape tunauita. Kwa hiyo wazee wenzangu, nawaomba na wenyewe wafate ushirikiano kama huu tuliokuwa nao sasa hivi. Amina. Mpendwa mtazamaji, kama ulivyosikia, hawa ni mmoja wa mahali hapa, baba mchungaji na mzee wa kanisa mahali hapa. Barikiwa sana, endelea kueneza Injili.